Niliona kauli moja ya Marco Rubio ambaye ni waziri wa mambo ya nje ya Marekani, anasema namnukuu, ndugu zangu, Iran ana uwezo wa kutengeneza makombora tunayoyaona zaidi ya 100 kwa mwezi. Hiyo ni kwa makadirio tu. Kwa wakati huo sisi uwezo wetu ni kutengeneza makombora 6 hadi 7 kwa mwezi. Hapo tusisahau wana zaidi ya maelfu ya drones za kushambulia, mwisho wa kumnukuu. Kauli yake inaonyesha kwamba Marekani bado anamuona Iran kama tishio. Bila shaka Marekani inajua kwamba Iran ina uwezo wa kujenga na kutayarisha vitu kama hivyo, lakini upande mwingine, kama nilivyosema, ni propaganda nyingine. Ni kwamba Marekani wanafuatilia kwa karibu, wanafahamu, nchi za dunia zinafahamu kila mtu nini anafanya, manake teknolojia hii leo, ujasusi na kadhalika, wanajua Iran inatengeneza silaha kiasi gani, inafahamu uwezo wa Iran, na Iran bila shaka inajua uwezo wa Marekani na uwezo wa Israel. Kwa hivyo kauli ya Rubio upande mwingine wengi shaka nalo, manake Rubio amekuwa akibadilisha msimamo wake, na hivyo haiwezi kufahamika ni ya kweli na nini la uongo. Lakini bila shaka Marekani inafahamu fika kwamba Iran ina uwezo mkubwa wa vita kuliko vile watu wanavyodhani. Bila shaka wanajeshi wa Marekani, wakuu wa jeshi wa Marekani walionya serikali ya Trump kutoingia katika vita hivi, wakifahamu kwamba itakuwa na athari kubwa, na hivi sasa tunashuhudia athari hizo. Tunaona kwamba vita vimeenea kote Mashariki ya Kati, ikiwa ni vita tofauti kabisa, haijawahi kutokea katika eneo hili katika uhai wetu. Nafikiri kuona vita hivi sasa vimechukua sura ya vita vya Mashariki ya Kati. Na viongozi wa Marekani wanazungumza nini? Wabunge, maseneta, baadhi ya staff ambao wapo katika uongozi wa Donald Trump. Kuna mvutano mkubwa sana kuhusu swala hilo. Wa Marekani na wabunge na wanasiasa wanasema ni vita visivyo halali, lakini imegawika kwa njia moja au nyingine. Imegawika kwamba wabunge wa chama cha Republican wanaunga mkono msimamo wa serikali, lakini wabunge wa chama cha Democratic wanapinga, ingawa wote wanakubali, wanafurahi kwamba kiongozi au utawala wa kikatili, wanasema wenyewe, wa Iran umeondolewa, lakini wanahisi kwamba Trump amekiuka katiba. Kulingana na katiba, ilibidi kwanza aombe bunge kwamba anakwenda vitani, ahakikishe kwamba Marekani iko tayari, atoe sababu za kwenda vitani. Sasa watu wengi wa Marekani, 60 hadi 70, wanasema hivi vita sio vita vya Marekani. Marekani haikuwa katika hali ya kitisho kwa aina yoyote ile. Ni vita ambayo vimetungwa, ni vita ambavyo wanahisi Marekani imeingizwa kutokana na msimamo wa Israel. Kwa hivyo wanapinga kabisa. Wademokrats wanataka kupitisha sheria kumzuia Rais Trump kuendelea na vita hivi, lakini inaonekana itakuwa vigumu, manake wa Republican wamesimama kidete kumuunga mkono Trump. Wanaona kwamba hawataki kumzuia, hivi sasa vita vinaendelea. Kwa hivyo kuna mvutano katika upande wa kisiasa, kuna mvutano upande wa wananchi. Siku ya Jumamosi na Jumapili kutakuwa na maandamano makubwa katika miji yote ya Marekani kupinga vita hivi. Maandamano yamekuwa yakifanyika tangu Jumapili kupinga vita hivi kuendelea au kufanyika, hasa vile vile wale wafuasi sugu wa Trump wanaofahamika kama MAGA, Make America Great Again, wameksana na Trump. Anasema Trump alipokuwa katika campaign alieleza wazi kwamba hataipeleka katika vita. Kwa hivyo wanahisi amekiuka vile vile ahadi zake. Kwa hivyo hali hiyo inamweka katika hali ngumu ya kisiasa. Anajikuta kwamba ana upinzani mkubwa kuliko vile alivyotarajia, na utendaji kazi umeshuka kwa kiwango kikubwa. Anapima nini la kufanya hivi sasa. Siasa hapa Marekani ni mvutano kubwa. Wengi wa Marekani wanapinga kuwepo na vita hivi dhidi ya Iran. Na Iran imejibu nini mpaka sasa hivi? Yaani na kuna mafanikio gani katika kila ambacho wamekijibu, kwa maana ya mashambulizi, na sehemu gani ambazo wamefanikiwa zaidi? Kwa sababu nimeona lengo lao ni kutaka kupunguza uchumi wa Marekani, yaani kwenye baadhi ya maeneo ambayo Marekani inategemea kwenye masuala. Je, ifanikiwa kwa kiasi gani katika mashambulizi ambayo Iran imejibu hivi?
Iran kwa hakika imesema kwamba ikishambuliwa ina haki ya kujilinda. Kwa hivyo Iran inachofanya hivi sasa ni kulinda, na imesema kwamba ikishambuliwa yeye atashambulia yote ya Israel na Marekani. Kwa hivyo Marekani mahala popote Iran imesema itawafuata. Kwa hivyo ni haki kushambulia. Ndio maana tunaona kwamba Iran inajaribu kushambulia katika nchi za Kiarabu, ambapo imesababisha vile vile mvutano na ushirikiano wake na nchi za Kiarabu. Katika miaka hivi karibuni Iran na nchi za Kiarabu zimekaribiana sana, zimekuwa pamoja. Hata katika vita vya June nchi za Kiarabu zilikuwa pamoja na Iran. Tunaangalia kwamba kwa miaka mingi Iran imekuwa ikigombana na nchi za Kiarabu. China imefanya kila njia iwezalo kuleta karibu Iran na Saudi Arabia, Iran na Qatar na kadhalika, lakini hivi sasa hii imesababisha hali ya mvutano upya. Iran lengo lake ni kutaka kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani, vituo vya kibiashara na vituo vya kidiplomasia, na tumeona imefanikiwa kwa kuweza kushambulia kampuni kubwa ya mafuta kule Saudi Arabia, kampuni ya gesi kule Qatar, ingawa ilikuwa haina nia. Inasema kwamba kushambulia nchi hizo inashambulia maslahi ya Marekani. Imeshambulia ubalozi wa Marekani kule Jeddah, imeshambulia ubalozi mdogo wa Dubai. Kwa hivyo tunaona kwamba Iran imefanya athari fulani katika maslahi ya Marekani na Israel, lakini sidhani imefanikiwa vya kutosha, isipokuwa tunajua kwamba upande mmoja imefanikiwa kuweza kuzuia wa Hormuz, ambapo meli za mafuta zinapita, na hivyo imezuia mafuta kutoka kwenda kufanya biashara yake. Marekani haitegemei sana mafuta ya Mashariki ya Kati hivi sasa, inasemekana inategemea robo 20%. Marekani ina mafuta ya kutosha, siku hizi inachukua mafuta kutoka Canada na Mexico. Kwa hivyo nchi za Kiarabu ni ndogo, inachukua mafuta kutoka nchi za Kiafrika. Kwa hivyo imefanikiwa kuleta hali ya wasiwasi katika soko la hisa, imefanikiwa kusababisha mafuta kupanda bei, na hilo ni jambo ambalo linaathiri zaidi Marekani vile vile, manake bei ya mafuta ikiwa imepanda, Trump ajivunia kwamba amepunguza bei ya mafuta. Ameharibu maslahi kadhaa ya Marekani huko Mashariki ya Kati, na hivi sasa inasema itaendelea kufanya hivyo, lakini kama nilivyozungumza hapo mwanzoni, imeshindwa kuendelea na mashambulio katika siku 2-3 hivi, ikionyesha kwamba imeshia mfumo wake wa mashambulizi umeharibiwa. Na mafuta yamepanda kwa asilimia ngapi? Kwa hapa nyumbani Mheshimiwa Rais amesema yamepanda kwa 13%. Tunapozungumza sasa hivi kwa upande wa mafuta kwa hapa Marekani yamepanda kwa kiasi fulani. Mafuta katika soko la hisa kutoka soko la mafuta duniani imepanda kwa 35% kulingana na habari za hapo jana. 35% huko Ulaya, 35% ya gesi vile vile. Kwa sasa Saudi Arabia imezuia uzalishaji wa mafuta. Qatar, mzalishaji mkubwa wa gesi duniani wa LNG, kabisa uzalishaji wa mafuta ambayo inageuzwa kuwa ambayo inasafirishwa namna hiyo. Kwa hivyo imezuia uzalishaji wake, na hapo tunaona kwamba imepanda bei sana. Kwa hivyo ni athari kubwa, ikiwa 35%, vita vikiendelea kwa nzito. Pipa moja la mafuta hivi sasa limefika $90 katika soko la mafuta. Ilikuwa imefika karibu $10 kwa pipa moja. Mtazamaji, tunaendelea kukupa taarifa kuhusiana na mzozo unaoendelea pale Mashariki ya Kati kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran. Abdul Shakur, kuna hatari yoyote ya vita vya ardhini kutoka kwa Marekani ambayo inawezekana ikatokea hapo baadaye? Kuna uwezo huo, manake kuna uwezo wa kushuka ardhini, manake sasa wanataka kuleta mabadiliko ya serikali, itabidi, manake nchi za Ulaya amesema na nchi za nyinginezo wamesema huwezi kuleta mabadiliko ya serikali kutoka angani. Huu wa Uingereza Starmer alikataa na Marekani tumeona juzi akishambulia
Rais Trump akimshambulia pamoja na waziri mkuu wa Hispania, kwa sababu Hispania imelaani vikali vita hivyo. Kwa hivyo inaonekana wakitaka kubadilisha utawala kabisa, itabidi uende katika hali ya kupeleka wanajeshi ardhini, lakini sidhani jambo hilo litaweza kufanyika, maanake litapingwa vikali sana hapa Marekani, itapingwa na nchi za Ulaya na nchi za Kiarabu. Wanahisi kwamba haitokuwa sawa, maanake wakisubutu kwenda katika nchi kavu wakashusha wanajeshi, athari zitakuwa kubwa zaidi kuliko tulioshuhudia Iraq au tulioshuhudia Gaza au kwengine kokote. Kwa hivyo sidhani wataweza kwenda hivyo, na kwa vile kutokana na habari tunaona kwamba mfumo mkubwa wa utawala wa Kiislamu umeharibiwa. Wakitaka kumaliza kabisa, hawatomaliza kutoka angani, watalazimika kupeleka wanajeshi ardhini wa nchi kavu, na sidhani jambo hilo kuna mtu yoyote anataka kushuhudia kwa wakati huu. Rais wa Marekani Donald Trump yeye anasema vita hii itaisha ndani tu ya siku 4, lakini kwa upande wa Iran wenyewe wanakuambia kwamba wapo tayari kwenda hata zikiwa siku 60 wapi wataenda tu, kwa sababu wapo tayari. Marekani kwa nini anajiamini na anasema kwamba vita itaisha ndani ya siku 4 tu? Trump amesema vitakuisha katika wiki 4 au wiki 5. Kwa hivyo sasa hivi tuko katika siku 6. Wiki 4. Kwa hivyo haifahamiki kwa nini Trump amesema hivyo. Imeshtusha watu wengi sana, walifikiri hivi vita vitakuwa vya haraka, na mara nyingine tena nasema hii ni propaganda tu anazungumza, lakini sidhani kama vita hivi vitaenda kwa muda wa wiki 4, kwa sababu hali inaonekana uharibifu ni mkubwa sana. Inategemea sana na Netanyahu, akiwa amedhirika kwamba ameondoa utawala wa Kiislamu, vita vitamalizika. Lakini kitu kilichopo hapa, mimi nafikiri ni kwamba juhudi za kimataifa zinaendelea kwa kasi sana. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya na nchi za Kiarabu wanapanga kukutana kesho kuanza kuzungumzia swala hilo. Umoja wa Mataifa, nchi za Kiarabu, nchi za Kiislamu zinataka vita visitishwe mara moja, manake vita hivi vimeleta athari kubwa kwa nchi zao. Ukiangalia upande wa nchi za Kiarabu, tufanye mfano Umoja wa Falme za Kiarabu, Dubai, uwanja wa ndege umefungwa. Kwa hivyo mamilioni na mamilioni ya watu wamesitishwa, na uwanja wa ndege wa Dubai wanasema wakifunga kila siku wanapoteza karibu dola milioni 1. Kwa hivyo ni fedha nyingi sana zinapotea. Ukiangalia uwanja wa ndege mkubwa kabisa wa Doha umefungwa, usafiri umesitishwa. Tunaona nchi za Ulaya zinakwenda mbio kujaribu kuwaondoa raia wao kutoka nchi hizo. Kwa hivyo kutakuwa na athari kubwa zaidi. Akisema kwamba tutaendelea wiki 4 au wiki 5, sidhani kutafika hali wakati huo, kwa sababu juhudi za kusitisha mapigano zinaendelea. Isipokuwa kama vile narudia tena, Israel bado ina lengo, inategemea. Marekani haina mkakati maalum hadi hivi sasa, lakini watu wanafahamu kwamba Trump pengine anafikiria namna ya kujiondoa katika vita hivi, kufikiria kujiondoa akionyesha kwamba amepata ushindi. Hataki kuondoka kwa kuonyesha kwamba ameshindwa, hataki kuondoka kwa kuonyesha kwamba amelazimishwa. Hilo ndo tatizo kubwa la Trump. Kwa upande wa Israel inataka kumaliza utawala wa Kiislamu, ndo hapo itakuwa imeridhika. Kwa hivyo ndo maana haijulikani itakuwa kwa muda gani. Naam.